Asifiwe tena. Tafadhali kuna kitu leo kama haujawahi barikiwa siku zote, leo naomba utoke hapa na kitu moja. Asubuhi mafundisho ya asubuhi yalituguza kwa wale wenye mlikuwa hapa. Kwanza mimi yaliniguza. Kwa kitabu cha Mhubiri 9:10. Fanya lolote uwezalo kulifanya kwa mikono yako. Lolote uwezalo kufanya lifanye kwa nguvu. Kwani kesho ukienda kuzimuni ama ukifa hautakuwa kazi nyingine ya kwenda kufanya pale. Bwana Yesu asifiwe. So tukimba imba kama yule mwenye hata kuja kuimba kesho. Bwana Yesu asifiwe. Hebu tupige makofi. Makofi, tunataka kusikia makofi kwanza. Yesu makofi. Oh,
na mganzi. Kazi yenu mmekuangalia wako hapa mbele. No. Hiyo nimekataa kabisa. Katika jina la Yesu. Tameni nimekataa. Tameni nimekataa. Weka watoto chini. Watoto wenye wanatembea weka chini. We are praising God. Amen. Bado tuko katikati. Na mko live. Weka mganzi hao watu. Weka watoto chini. Weka watoto chini. Twende kasi. Thank you. Na sauti toka, si ndio? Haya twende kwa. Sorry.
Asante Mungu kwa sababu umetenda tena. Asante kwa maana umenena Bwana. Mary, heri kwako kwa sababu leo hii Mungu amesikia kilio chako. Mary, umepona kwa jina la Yesu. Tumatuma malaika na jeshi kubwa, Mary, ukapiganiwe. Heri wewe kwa sababu Mungu wa mbinguni amesikia maombi katika madhabahu. Asante kwa watoto wa kanisa hii. Tumekataa magonjwa, tumekataa rana na mikosi, kwa mama, wanawake, kwa wazee. Tumekataa mikosi maisha yetu, tumekataa sarakasi, tumekataa roho zote zinazotokana na shetani katika jina la Yesu. Asante kwa Bwana. Tumupe Papa sadaka ya makofi, tumupe Jehova sadaka ya makofi, maana amejibu maombi. Mambo yamebadilika, hali zimebadilika katika jina la Yesu Kristo. Tunatangaza neema, kibali, upendo, mmoja, amani, urejesho, baraka za kipekee. Fedha na dhahabu za Bwana zimeingia katika maisha yetu katika jina la Yesu. Kutoka madhabahu mpaka nyumba, watu wa Mungu wabarikiwe, maisha yetu yabarikiwe kwa utukufu wa jina lake Mwenyezi Mungu. Pokea sifa na utukufu Bwana. Napoenda kusikiza neno lako, nena nasi, nena na mioyo yetu, tuko tayari kusikia. Katika jina la Yesu Kristo Bwana tunaomba na kuamini. Amen. Tupigie Yesu makofi katika jina la Yesu. Tupigie, tupe sadaka ya makofi Bwana wetu Yesu Kristo. Asante, apokee sifa na utukufu. Na sina budi la kumwalika mhubiri wa siku ya leo ukashikilia wakati Roho anaendelea kufanya kazi. Karibu sana ili ukapate kutupa neno la Mungu katika jina la Yesu Kristo. Kwa hivyo tukae, kama umekaa, kama mahali umekaa, chukua Biblia yako, kitabu chako kama uko na kitabu, ili tukabarikiwe pamoja katika jina la Yesu. Tupigie Yesu makofi sana. Asante. Bwana Yesu asifiwe. Namshukuru Mungu kwa hii nafasi ametupa tena tukajifunze na tukasikie kutoka kwake. Bwana asifiwe. Tutaenda straight kwa kitabu cha 2 Kings chapter 4 kuanzia penyewe. Bwana asifiwe. Biblia inasema a certain woman of the wives of the sons of the prophets cried out to Elisha, saying, your servant, my husband, is dead, and you know that your servant feared the Lord, and the creditor is coming to take my 2 sons to be his slave. So Elisha said to her, what shall I do for you? Tell me, what do you have in the house? And she said, your maidservant has nothing in the house but a jar of oil. Then he said, go borrow vessels from everywhere, from all your neighbors, empty vessels. Do not gather just a few. And when you have come in, you shall shut the door behind you and your sons. Then pour it into all those vessels and set aside the full one. So she went from him and shut the door behind her and her sons, who brought the vessels to her, and she poured it out. 6. Now it came to pass, when the vessels were full, that she said to her son, bring me another vessel. And he said to her, there is not another vessel. So the oil ceased. Then she came and told the man of God, and he said, go, sell the oil and pay your debt, and you and your son live on the rest. Bwana asifiwe. Hili ni neno la Mungu ambayo mtumishi wa Mungu anatuambia kwamba mtumishi wa Mungu akiwa katika safari zake. Bwana asifiwe. Huyu ni mtumishi wa Mungu ambaye ni Elisha. Akakutana na mwanamke mmoja ambaye alikuwa mke wa mtoto wa nabii. Bwana asifiwe. Biblia inasema ni mke wa mwana wa nabii. Bwana asifiwe. Lakini mumewe alikuwa amekufa. Inamaanisha alikuwa mjane. Na licha kuwa alikuwa mjane, bado kulikuwa na changamoto. Mumewe akifa, aliacha deni mahali hapa alikuwa aliacha deni kabla ya kufa, lile ambayo alikuwa amelipa. Bwana asifiwe. Na Mungu Biblia inatuambia ya kwamba huyu mwanamke
mtumishi wa Mungu alirecognize uwepo wa Mungu. Bwana asifiwe. So siku ya leo kichwa ya mafundisho yetu ama mahubiri leo ni ile specifying your prayer. Bwana asifiwe. Specifying your prayers. Bwana asifiwe. Kwa hii maisha tunaishi ndio kuna changamoto mingi. Kuna mambo tunapitia kama wanadamu. Kuna wakati mwingine tunaomba Mungu, lakini tunamuomba kwa njia gani? Bwana asifiwe. Tumefundishwa maombi asubuhi ya kwamba unapofanya kitu, fanya kwa uwezo wako. Na utafanyaje kwa uwezo wako kama hauna imani? Bwana asifiwe. Wale ambao wamekuja asubuhi morning devotion, tumefundishwa na mtumishi na tukaambiwa, na bahati nzuri Deacon tena akairudia hiyo kitabu katika Matthew 14:31. Bwana asifiwe. Ukianzia hapo 30, hapo ukianzia 29, Biblia inasema ya kwamba Peter akamulilia akamwambia Yesu ya kwamba kama kweli tunaweza fanya haya kwako na wewe ndio unaamuru haya yote ifanyike, basi niamuru pia nikatembee juu ya maji. Bwana asifiwe. Alipoanza kutembea, lakini kwa sababu hakuwa na imani hangeweza kutembea. Ndio alitembea, lakini alipoona mawimbi yanakuja mingi akaogopa. Bwana asifiwe. Uoga ikamwingilia na kutia uoga akaanza kusing. But kile kinachonifurahisha kwa Petro anapopitia akiwa katika maji, anaona upepo inakuja, na kaona anatitimia katika maji. Bwana asifiwe. Alimulilia Yesu. Bwana asifiwe. Biblia inasema ya kwamba he cried to the Lord. Bwana asifiwe. Na hapa pia tunapoendelea katika kitabu chetu cha leo, huyu mwanamke alipoona Elisha alimulilia. Bwana asifiwe. Wakati mwingine tunapitia changamoto, ndio tunahitaji mambo mengine afanyike, lakini tunakosa kulilia Mungu. Tunakaa tunajua, tunasema ya kwamba Mungu anajua yote yanayopitia. Ndio anajua, yes, but anataka we specify. Bwana asifiwe. Anataka ukamulilie. Bwana asifiwe. Kuna wakati mwingine ukiwa kwa nyumba, kwa wale ambao wa mama wazazi, ukiwa na mtoto akilia, akikulilia, ama kwanza umeenda naye kwa duka, aone umeenda kununua kitu kingine, asipokulilia kwambia mama nibaie ile kitu, hautambaia. Bwana asifiwe. Lakini anapokulilia kwambia mama nataka switi, ukatae aanze kulia, utareact haraka sana. Bwana asifiwe. Sasa kwa Biblia pia, kwa neno la Mungu pia tunahitaji tufanye hivyo. Tunapaswa tukamulilie Mungu wakati mwingine. Uko na shida gani? Bwana asifiwe. Ndio Mungu anaijua, lakini Mungu anahitaji ukamwelewe ya kwamba yuko hapo. Na ile unapomlilia inaonesha ya kwamba umejitolea kwake. Unajua unapomuomba yeye ndiye anaweza suluhisha. Bwana asifiwe. Mungu anataka imani yako. Ndiposa Yesu akauliza Petro, imani yenu mbona iko chini? Bwana asifiwe. Sisi pia Wakristo litakuwa tunaomba, lakini imani yetu iko chini. Bwana asifiwe. Si ya kwamba Mungu ajui yale unapitia. Mungu alikuwa amejiona, shetani alitoa permission kwa Mungu. Bwana asifiwe. Na ndiposa Mungu akamruhusu, akamwambia nenda ukamjaribu. Kuna mambo mengine yanafanyika jangwani, ambia ya kwamba Biblia inasema ya kwamba Mungu hakuwaondolea madui wote. Ndio aliwaondoa, lakini alikuwa anawaacha wengine ili wakakuja kuwajaribu. Unapokuwa katika vita, kuna watu wengine wapendwa, ukiwa uko shwari, uko mambo yote iko sawa, hatumkumbuki Mungu. Bwana asifiwe. Tunaona iko sawa, Mungu ako na sisi. Hata wakati wa kuomba hatuna, wakati wa kusoma Biblia hatuna, lakini tunapojaribiwa, tunapokuwa katika wakati mgumu, hapo ndio tunaanza kuomba. Bwana asifiwe. Ni pasa Mungu kama moto tulio ndani na wewe. Haijalishi umefiwa nani, si lazima uko umefiwa. Bwana asifiwe. Masteni tuko na shida hizi. Kuna wale wanahitaji kazi, kuna wale ambao ndoa zao hazijasimama. Bwana asifiwe. Kuna magonjwa kwa nyumba haziishi, kuna wengine madeni haziishi, kuna wengine wanajaribu kufanya jambo lakini haliwezekani. Hiyo ndio matanga yako, hiyo ndio mume wako ambaye amekufa, ndio ujana ambao uko ndani. Bwana asifiwe. Kuna wengine dhambi ya nasa haitoki ndani mwao, ndio umeokoka, unajaribu kuachana nayo lakini haitoki. Bwana asifiwe. Kuna wengine ni ulevi umejaa ndani yao, wanajaribu kuacha pombe, anapoacha miezi 2 ya 3 anajikuta kwa ndani. Hiyo ndio ujana ambao uko nao. Bwana asifiwe. Biblia inatuambia huyu mwanamke alirecognize
mtumishi wa Mungu. Sasa saa hizi pia kwa hilo jaribu uko nalo uko ndani, kwa hiyo changamoto ambayo uko ndani, unarecognize Mungu. Bwana asifiwe. Ndio umekuja mbele za Mungu, ndio uko katika nyumba ya Mungu, unaelewa ya kwamba Mungu anaweza iponya, unaelewa ya kwamba Mungu anaweza provide what you need. Unadaiwa wengine hamuna chakula, unaelewa ya kwamba Mungu unapomlilia anaweza provide. Bwana asifiwe. Ni kwanza ukatambua ya kwamba Mungu unapoenda mbele zake hatatenda. Bwana asifiwe. Analiomba miaka ngapi, lakini kuna wakati alielewa ya kwamba leo ni asifiwe, na akasema atakaenda kwa mbele za Mungu na akajitolea kumulilia Mungu. Bwana asifiwe. Sasa wewe pia hilo jaribu lio ndani imekufikisha mahali gani? Inakutenganisha na Mungu ama Mungu? Bwana asifiwe. Hili neno ninapohubiri wapendwa, asifiwe, nasikia ni kama yangu, naona ninyewe ninapaswa kumtafuta Mungu, ninapaswa kumulilia Mungu kama vile huyu mwanamke alimulilia. Bwana asifiwe. Mume huyu mwanamke alikuwa anamheshimu. Bwana asifiwe. Sio kwa Elisha hakuwa anajua, amuita kwa imani. Bwana asifiwe. Huyu mwanamke akalilia mtumishi wa Mungu na akamwambia ya kwamba Bwana asifiwe, na akatuachia deni wale ambao walikuwa na udai, wanataka kuchukua wanangu. Bwana asifiwe. Kuna wengine tumetishiwa ya kwamba tutashikwa. Bwana asifiwe. Kuna wengine mmeambiwa ya kwamba kesho ama leo usipolipa pesa ya rent, umetishiwa ya kwamba usipofanya hivi hiki kitafanyika. Bwana asifiwe. Kuna wengine mpaka kama ni wadada zetu kwa kazi siku hizi, usipofanya mambo na mdozi wako hutapata kazi. Kuna wengine tumetishiwa hivyo. Kuna wengine mpaka kwa nyumba zetu hazina amani. Bwana asifiwe. Si ya kwamba Mungu hajui, anataka ukamwelezea ya kwamba Mungu unataka hii. Mungu pendezwi na mtu ambaye amechanganyikiwa. Mungu anataka kwenda mbele zake ukuwe straightforward. Bwana asifiwe. Anakaenda mbele za Mungu na kamwambia ya kwamba Mungu naomba tu kanibariki. Mungu siku ya leo licha kuwa kuna mambo tofauti na siku ya leo ni nini unahitaji? Bwana asifiwe. Na unapohitaji uelewa unahitaji jambo fulani, bila vile humu swali what shall I do for you? Bwana asifiwe. Ndio huyu mwanamke anamwambia mume wangu amekufa, na alimheshimu Mungu, lakini yule ambaye alikuwa anamdai pesa zake anataka kuchukua wanangu kuwafanya wawe watumwa wake, wafanya kazi wake. Sasa wewe pia, lakini bado Elisha anamuuliza swali, uko na certificate zako za shule? Bwana asifiwe. Wewe ndio umequalify kufanya kitu fulani, wewe ndio unang'ang'ana kufanya jambo fulani. Bado Mungu anakuuliza nikufanyie nini, mwana wa mtu wa Mungu? Elisha anauliza huyu mwanamke ya kwamba nikakutendee nini? Elisha anauliza huyu mwanamke nikufanyie nini? Ndio anasikia huyu mwanamke anamwambia nina madeni, kuna madeni, lakini anataka nini? Anataka huyu mwanamke aspecify anataka nini katika maisha yake, anataka mtumishi wa Mungu amfanyie nini. Bwana asifiwe. Na ndipo anamwambia tell me. Elisha said to her, what shall I do for you? Tell me, what do you have in the house? Bwana asifiwe. Kwa wale ambao wameingia, tuko 2 Judges chapter 4 kuanzia penyewe kuendelea. Elisha kauliza huyu mwanamke nikufanyie nini? Bwana asifiwe. Mungu anauliza siku ya leo pia wapendwa, uko mbele zake. Wanajua tunapokuja mbele za Mungu tusikuje tu kwa sababu watu wanakuja, tusiende tu kanisani kwa sababu watu wanaenda. Tuende kanisa tukiwa na lengo fulani. Umejileta kanisa, unakuja Mungu akufanyie nini? Unakuja tu juu Jumapili ukaone kama umeenda kanisa, ama uko na jambo unahitaji ndani ya maisha yako, unahitaji Mungu akakutendee. Na hilo jambo ambalo unahitaji Mungu akakutendee ni jambo gani? Bwana asifiwe. Elisha kauliza mwanamke nikutendee nini? Na baadaye anamuuliza uko na nini? Bwana asifiwe. Huyu mwanamke ndio ni mjane. Huyu mwanamke anadaiwa, watoto wake wanataka kunyakuliwa. Bwana asifiwe. Lakini baadaye Elisha anamuuliza uko na nini? Uko na nini? Siku moja Mungu akauliza Elisha, akauliza
Musa akiwa katika mto wamechanganyikiwa, wameshindwa watafanyaje across river Jordan. Bwana asifiwe. Mungu akauliza Musa ya kwamba una nini mkononi? Ndiposa Musa akamwambia ya kwamba nina rungu mkononi mwangu. Na Mungu akamwambia ipige katikati ya maji, na kwa hakika barabara ikafunguka. Sasa nyinyi pia wapendwa, siku ya leo Mungu anajua ndio kwa shida fulani. Mungu unataka jambo fulani kwa Mungu, na Mungu ndiposa anauliza ya kwamba una nini? Bwana asifiwe. Ndiposa Mungu anauliza una nini mkononi mwako? Wapendwa, what do we have in our hands? What do we have in our lives? What do you have in our houses? Bwana asifiwe. Kuna wengine tuna certificate. Bwana asifiwe. Kuna wengine ni masalonist, kuna wengine ni mafundi, kuna wengine wana ujuzi fulani. Kuna wengine wanataka kufungua biashara, lakini uko na pesa fulani. Hiyo ndio Mungu unaangalia, unauliza, unafanya research ya kwa unaambiwa pesa uko nayo ni kidogo, wenda kwa 2,000 au 5,000. Bwana asifiwe. Haitoshi kuanzisha biashara unataka, lakini kuna kitu unaweza fanya. Kuna kitu unaweza anzisha na hiyo pesa. Ndiposa Elisha kauliza mwanamke ya kwamba una nini? Huyo mwanamke akamjibu ya kwamba, so Elisha said to her, what shall I do for you? Tell me, what do you have in the house? And she said, your maidservant has nothing in the house but a jar of oil. Bwana asifiwe. Ndio wapendwa, kuna vitu mingi tunahitaji kufanya kwa maisha yetu, lakini ziko beyond our capability. Proverbs inatuambia ya kwamba what you think is what you become. Ndio unataka kufanya kitu fulani, lakini kile uko nacho kwa mkono ni kichache, hakifikii hiyo kiwango. Bwana asifiwe. Utafanya nini? Utaachana nayo? Utakaa ungoje mpaka ile siku? Bwana asifiwe. Kile unahitaji present what you have na ukaanze nayo. Ukaanza na hicho kichache ambacho uko nayo. Mungu haangalii wingi. Anaambia Gideon anauliza Gideon anapoenda vita katika Judges. Mungu anamwambia ya kwamba mko wengi na siwezi watendea mkiwa wengi. Hamuwezi shinda vita mkiwa wengi kwa sababu mtajirudishia utukufu. Wakati mwingine Mungu hataki kitu kubwa. Hataki uanze maisha na kitu kubwa. Hataki uanze biashara na pesa mingi kwa sababu utasifu pesa yako. Bwana asifiwe. Mungu anataka tu kidogo ambacho uko nacho ndio ukaanze nayo. So long as you focus to a dream. Bwana asifiwe. Amen. Uanze na hicho kidogo. Haijalishi ni pesa ngapi. Unataka kufungua biashara gani? Unataka kufungua wholesale, lakini uko na pesa kidogo, anza na kioski wapendwa. Unataka kufungua serious, uko na pesa kidogo, anza na gunia moja. Bwana asifiwe. Ama tagorogo kidogo. Bwana asifiwe. Unataka kuwa na biashara yako, wewe umesomea salonist, unataka kuwa na saluni kubwa, anzia kwa mlango wapendwa. Anza kushukia kwa mlango. Usiseme sasa sina pesa ya kufungua saluni, ama nataka saluni kubwa executive, siwezi anzia chini. Bwana asifiwe. Anzia hapo na ndio Mungu ataibariki inapoendelea. Wapendwa, Mungu Elisha kamuuliza kwamba uko na nini? Akasema niko tu, sina kitu chochote. Niko tu na jagi ya mafuta. Bwana asifiwe. Nimeenda kujifunza ya kwamba Mungu hawezi kubariki kupitia kwa kitu ambayo hujui. Mungu anakubariki kupitia kile uko nacho, uko na experience ndani yake. Kuna wengine hapa sisi ni mafundi. Tunatamani ya kuwa na workshop kubwa, lakini nimejua ya kwamba ni ile uanze na kidogo. Bwana asifiwe. Amen. Kuna wengine hapa mna kazi zenye uko nazo. Kuna wengine mnataka kufungua biashara kubwa, lakini anza na kidogo. Anza na kutembeza. Kesho utafungua duka lako. Kesho utakuwa na wholesale kubwa vile unataka. Bwana asifiwe. Ni nini unataka? Ni biashara aina gani unataka? Nenda mbele za Mungu na kumwambia Mungu, nataka unitendee hiki. Mungu, nataka unifungulie, nataka kuwa na biashara. Na Mungu utakapoomba, usingoje Mungu alete biashara, ama usingoje mtu mpendwa akuje na akwambie kwamba nimefungua biashara fulani nimekugawa. Haitawezekana. Bwana asifiwe. Mungu anataka unapomuomba ni wewe mwenyewe ukaanze one by one. Unapoanza step by step,
anakubariki. Utapata Mungu anakuletea wateja. Kuna watu wengine, kuna siku moja kabla nikuje Nairobi, nilikuwa mahali nimeajiriwa. In fact nilitoa mahali squad ya kupika chapati. Bwana asifiwe. Nilipokuwa napika chapati, napikia hotel fulani chapati, mzee fulani akakuja na akanisalamia. Bwana asifiwe. Ilikuwa mzee fulani ambaye mtajiri ameheshimika, kuna biashara kubwa. Ule mzee alikuja kunywa chai. Na aliponiona akaniambia, kijana, hii biashara unafanya, hii kazi unafanya ni kazi nzuri sana. Usidharau. Bwana asifiwe. Akaniambia, mimi unaniona mwaka fulani mahali fulani nilikuwa na kibanda kidogo ya kupika chapati. Nilipotoka hapo nikapata pesa, nikafungua bucha. Nilipofungua bucha nikafungua nyingine. Bwana asifiwe. Sasa hivi unaniona niko na bucha kadhaa na bado niko na stall za mahindi. Bwana asifiwe. Na alipataje? Kwa kuanzia chini. Angekaa tulia aseme ya kwamba sasa hii haitatoa kitu nataka tu once Mungu anipe kitu fulani, halingefanyika. Wapendwa, tuna uwezo, tuko capable of doing what we want. Lakini ni ile tunataka tukae kwa sababu tumeomba Mungu akatende. Mungu hatatenda usipomuomba na ukaanze kufanya. Bwana asifiwe. Ni kile Mungu anataka ile kidogo ndio unapomuomba uanze kuproceed. Ndio uko na mtoto mgonjwa. Bwana asifiwe. Umeomba Mungu akamuponye, lakini uko na imani ndio Mungu akamuponye. Unahitaji kutafuta, unahitaji kazi, uko na certificate zako, umesoma, umeomba Mungu akakupea kazi, lakini umetembea ukatafuta kwa ofisi. Bwana asifiwe. Ama umekaa kwa sababu nimesoma sasa kazi tunatafuta. Mungu anauliza uko nayo ndio, lakini anataka unapomuomba uiweke katika matendo. Bwana asifiwe. Vile tufundishwa asubuhi, mindset. Na tusichoke kwa sababu uliomba Mungu jana, leo hajatenda. Wenda uliomba lakini haukuwa na imani ya kutosha. Wenda uliomba lakini haukuspecify nini hasa unataka Mungu akakutendee. Kama vile huyu mwanamke aliomba na akamlilia akamwambia, nina deni. Bwana asifiwe. Lakini haikoma tu hapo. Ndio una deni, unadaiwa. Umeomba Mungu ukapate pesa ya kulipa, lakini umetafuta kazi upate pesa. Bwana asifiwe. Ndipo sasa mwanamke akamwambia Elisha kwamba nina tu jug ya mafuta. Bwana asifiwe. Na ndio jua Mungu anatumia kile ambao uko nacho. Mungu anahitaji hiyo kichache ambao uko nacho kwa mkono. Ndipo Elisha akamwambia, then he said, go borrow vessels from everywhere, from all your neighbors, empty vessels, do not gather just a few. Bwana asifiwe. Elisha akamwambia, nenda ukaombe vyombo, nenda ukaombe mabesheni ama mitungi kwa majirani, ukakuja nazo, lakini usisanye kidogo, sanya mingi. Bwana asifiwe. Kwa sababu gani Elisha akamwambia hivyo? Kwa sababu huyu mwanamke alimtambua kwanza Mungu, na alipomtambua ya kwamba huyu ni mtumishi wa Mungu, nitakapomwelezea na kaniombee jambo, aseme tu jambo, Mungu atatenda. La pili, akatambua inafaa nimweleze nini haswa, shida gani niko nayo. Wengine tunaenda mbele za Mungu tunaanza kulalamika. Mungu nilikuomba, Mungu tazama umewacha shida zimenikumba, Mungu umeruhusu mateso ikawe juu. Mungu hana haja na hiyo, anajua na anaweza ondoa. Mungu anataka ujieleze na ukamwambia ya kwamba Mungu nataka hii, Mungu nataka ukanitendee jambo hili. Bwana asifiwe. Na tutakapomweleza kile unataka Mungu atende, atatenda kijua yenyewe. Uko atakulea. Kama haujatosha, atakulea pole pole mpaka ukafike kiwango ya kupata hicho kitu. Bwana asifiwe. Huyu mwanamke aliposema niko tuna jug ya mafuta, Elisha akamwambia ya kwamba nenda kwa majirani ukaombe mitungi. Bwana asifiwe. Na akamwambia siombe tu kidogo, lakini omba mingi. And when you have come in, you shall shut the door behind you and your sons. Then pour it into all those vessels and set aside the full ones. Bwana asifiwe. Ameomba ndio. Elisha anamuuliza uko na nini? Akasema ya kwamba niko na jagi ya mafuta. Elisha akamtuma
na akamwambia nenda ukaombe vyombo kwa majirani. Inamaanisha nini wapendwa? Huyu mwanamke aliheshimu, alipotambua uwepo wa Mungu, alipotambua mtumishi wa Mungu, aliheshimu huyo mtumishi wa Mungu. Bwana asifiwe. Watu wa Mungu saa zingine tunakuja tunaombewa, kwa watumishi wa Mungu wanatuombea, lakini tunakosa kuheshimu mawaidha ambayo tunapewa. Unaambiwa, unakuja unakaa unasema na huyu mtu kama ameniambia hivi, mbona yeye hajajisaidia? Bwana asifiwe. Lingine tunajifundisha kwamba mwanamke alikuwa na imani. Wewe imagine mtu akanakwambia, amekuuliza kwanza, umemweleza. Ingekuwa ni nini vile huyu mwanamke alieleza Elisha, na Elisha akamuuliza nikutendee nini, ningekasirika. Bwana asifiwe. Lakini huyu mwanamke akasirika. Bado Elisha anamwambia nenda ukaombe mitungi kwa majirani. Bado huyu mwanamke hanatii, anatuma vijana wake wakaende waombe hizo mitungi. Bwana asifiwe. Bado anakuja anaambiwa nenda katika nyumba yako na ukafunge mlango. Bwana asifiwe. Lakini hakuchoka na hakuona huyu mtu anamchosha. Bwana asifiwe. Yeye alitii bado hiyo amri ambayo alikuwa anapewa. Wewe unakuja unaombewa, unaambiwa nenda ukafungue biashara. Umesambia mtumishi, nina haja ya kufungua biashara fulani na niko na pesa kidogo ambayo itoshi. Anakuambia wewe nenda tu ukafungue. Umeenda umefungua siku 2, wateja hawajakuja, unabudu unalalamika, anakuambia amini Mungu, lakini bado unatashwishi. Bwana asifiwe. Umekuja umesema, waambia mtumishi wa Mungu, Mungu niko na mgonjwa, ama niko mgonjwa nataka uniombee. Amekuombea, amekwambia amini. Wewe badala ya uamini unaenda na shaka. Imepita siku 2 anakupigia simu, anakuuliza ndugu unaendeleaje, ndio unaendeleaje? Unamwambia mtumishi wa Mungu, sioni hata tofauti. Sioni hii ugonjwa ikipona. Bwana asifiwe. Sioni ugonjwa ikipona. Unahitaji imani. Unapoombewa kuwa na imani. Bwana asifiwe. Amini ya kwamba Mungu ametenda. Unapoomba kwa jambo fulani kwa Mungu, amini ya kwamba Mungu ametenda. Usikuwa na shaka ndani yako. Imemaliza siku 2 mwezi, usiogope. Bwana asifiwe. Kuna watu kama Abraham aliomba mtoto, lakini baadaye alimpata kwa muda gani? Kuna watu wanaomba maombi, inamaliza hata miaka 2 linajibiwa. Bwana asifiwe. Ni ile Mungu anakutayarisha kuwa tayari kwa hilo jambo. Kile tunahitaji ni kuspecify maombi yetu, kutofautisha maombi yetu. Bwana asifiwe. Kuangalia ni jambo gani unapeleka kwa Mungu, na unapoomba amini na utulie, uvumilie. Bwana asifiwe. Uvumilie ukiamini ya kwamba Mungu atatenda. Huyu mwanamke alitulia. Ndio alipewa mambo mengi anaambiwa, lakini hakuchoka. Yeye hakatulia. Bwana asifiwe. Na alipotulia akafuata masharti vile alivyoambiwa, na baadaye Biblia inasema alipojifungia katika nyumba yake na watoto wake akaanza kumwaga mafuta. Na alipokuwa na mwaga mafuta, sijui ni kama ilikuwa jaksi gani, lakini Biblia inasema alianza kumwaga. Inamaanisha hiyo jaga alikuwa nayo ya mafuta, hiyo kidogo ambayo alikuwa anaona kidogo, hiyo ndiyo alianza kumwaga nayo. Na alipokuwa na mwaga, kila mahali alimwaga ilijaa, kila mtungi alimwaga ndani ilijaa. Bwana asifiwe. Sasa sisi mbona tuogope? Unataka kufanya kitu, unadharau pesa uko nayo, unajidharau ya kwamba mimi sina uwezo kufanya hii kitu. Wewe nile ukajitume na ukafanye. Hanza, haijalishi ni biashara gani, haijalishi kwa ndoa yako umeng'ang'ana aje, mumeo umeng'ang'ana kumwombe aokoke ameshindikana. Wewe nenda siku moja, omba Mungu leo na ukaende Jumapili, mwambie mume wangu nataka twende katika kanisa. Kwa hakika na usiogope. Utakapomwambia katae, tena usichoke, rudi na ukamwambie. Bwana asifiwe. Unataka kufungua biashara yako, haijalishi umejaribu faulu, haijalishi umejaribu kishindwa mara ngapi, wewe nenda ukajaribu na usichoke. Inapoanguka, unapobakisha kapito kidogo, usifunge kwa sababu imeisha. Biblia inatuambia kwamba huyu mwanamke alisema ako na mafuta kidogo, ako na jagi kidogo. Bwana asifiwe. Iko na mafuta. Lakini alipofuata masharti, mtumishi wa Mungu alipomwambia, akaendelea kumwaga mafuta. Biblia inasema alienda kaomba vyombo, akaomba kwa majirani mitungi, akaomba mabesheni, lakini alipokuwa na mwaga jagi yake haikuisha zile
moja. Bwana asifiwe. Lakini Mungu Yesu akamwambia leteni hizo, na akazibariki, baadaye zikajaa. Mungu anataka tende jambo ili ukamtukuze siku moja. Anataka tende jambo ile unaona haiwezekani. Mungu anataka kufanya jambo. Anasema ya kwamba mahali sisi kama binadamu tunafika tunaona mwisho, hiyo ndio mwanzo wake. Bwana asifiwe. Ni wapi ambao umefika mwisho? Ni wapi ambao umejaribu kama mwanadamu kaona umefinyika, umefika mwisho? Umejaribu lakini hauwezekani. Hata unapogeuka kuna mahali pa kugeukia. Yeye anataka hapo sasa ukamwakilishe, ukajua ya kwamba hii penye nafika Mungu ndiye anaweza tenda peke yake. Kama vile mwanamke alielewa ya kwamba mahali nimefika kuna mtu mmoja anaweza tenda, mahali nimefika kuna mtu mmoja anaweza fanya, na akamtambua huyu ni mtumishi wa Mungu. Huyu napomuita, nitakapomuita nimwelezee, yeye atatenda. Nafikiria labda alijaribu kutembea kwa marafiki wa mumewe, labda alijaribu kutembea kwa marafiki wake, akawaambia mume wangu aniacha deni. Labda alijaribu kwa wazazi wa mainlozi wake, akawaambia nina deni na ule anatudai, anataka kuchukua mwanangu kufanya watumwa. Wenda akashindikana, lakini akafika mahali akaona kwamba ninahitaji, kuna mtu mmoja anaweza tenda. Akajaribu, akawaambia mume wake, akampea encouragement, akamwambia hata mimi unaponiona mimi ni muhimu kwako kuliko watoto 10. Lakini yeye aliona pana, kuna mtu mmoja anahitaji kutafuta. Bwana sifiwe. Kuna mtu mmoja anahitaji kutafuta. Kuna mtu mmoja. Elisha alipokuwa anafuata Elijah, maana manabii wanamwambia ya kwamba huko penye tunaye unaenda kubaki peke yake. Lakini alijua kwa huyu mtu kuna kitu anahitaji kwa huyu mtu, na akazidi kumfuata. Bwana sifiwe. Wewe ni kitu gani imekusumbua? Umefika mwisho, umediscourage wana wanadamu, maisha yamekudiscourage, wenda ni magonjwa, wenda ni nini, lakini kuna mtu inafuata Mungu siku ya leo, na huyo mtu ukamwelezea shida zako. Huyo mtu ni Mungu ambaye aliye juu mbinguni. Wapendwa, hata mimi mnaponiona na ubiri hivi, wiki nzima kuna wakati nilikuja nikashuhudia hapa, kwa hakika nilikuwa nimevunjika moyo, na nilipoeleza Mungu hakatenda. Bwana sifiwe. Saa hizi nina ushuhuda, lakini Biblia inatuambia mateso yenye haki ni wingi, na the more you go, the more step you go. Bwana sifiwe kwa Kristo. Hivyo ndipo mambo yanajiongeza. Ndio haijafika. Bwana sifiwe. Bado kuna mingine. Mpaka hata last week nimekuwa nimechoka. Leo nikikuja asubuhi nikatamani kupigia mtumishi wa Mungu simu. Nikamwambia Bwana, sitaweza kusimama kwa madhabahu dadi. Bwana sifiwe. Nikiuliza nisikuje. Bwana sifiwe. Lakini kumbe Mungu alikuwa na sababu. Alitaka nikachue neno. Alitaka neno likanifikie mimi. Nikaelewa ya kwamba licha kwa kuna mambo, licha kwa kuna vitu nahitaji kufanya, kuna mtu nahitaji kulilia. Na ninapomulilia, huyo ni Mungu ambaye masikio yake si kiziwi, wala mikono yake si mifupi. Bwana sifiwe. Huyo ndio Mungu inafanya mulilie. Na nikamwelezea shida zangu. Na Biblia inasema nikafuata instruction. Bwana sifiwe. Vile huyu mwanamke alitii na akafuata jinsi alivyoambiwa. Aliambiwa ya kwamba na uko anaulizwa uko na nini? Yeye analia shida, lakini huyu anamuuliza uko na nini? Bwana sifiwe. Anamulilia shida, anatarajia usaidizi kwake, lakini huyu anamuuliza uko na nini? Bwana sifiwe. Lakini hakuchoka, aliheshimu hiyo anointing. Sisi pia wapendwa, tusitaki kujua ni nani anatuhubiria. Msiangalie ni nani anahubiria, msiangalie ni nani anaelezea kitu fulani, tuangalie ni nini anawaambia. Bwana sifiwe. Angalia mtu anakuhubiria nini. Usitake kuangalia fulani ananitolea prophecy ya kwamba nipate kitu fulani na yeye mwenyewe hana. Bwana sifiwe. Wewe angalia anakuambia nini, na anapokuambia usimjaji kulingana vile unamuona. Bwana sifiwe. Mwanamke Msamaria alipokutana na Yesu katika mto, Yesu anamuomba maji. Bwana sifiwe. Huyu mwanamke anaanza kumwambia story mingi. Huyu mwanamke alimuona tu nyako. Yesu anamwambia ya kwamba ungelijua ni nani unaongelesha, ungelijua mimi ni nani. Bwana sifiwe.
ungenipea maji nikakunywa, kwa sababu yale ambayo napeana ni ya uzima. Bwana asifiwe. Huyu mwanamke akamuona tu kama mtu mwenye amekosa kitu ya kufanya. Huyu mtu ananiomba maji, ananipatia maji ya uzima. Bwana asifiwe. Wengine tunakuja tunaombea na watumishi wa Mungu. Mtumishi wa Mungu anakuja na kuombea na kuambia ya kwamba naona ukiendelea, naona ukibarikiwa. Unarudi unaanza kujiuliza, nitabariki, atanibariki aje na mwenye hajabarikiwa? Bwana asifiwe. Kitu nafaa tuikongoneze na tuelewe, kama angekuwa amebarikiwa, kuna wale ambao watumishi wa Mungu wamebarikiwa na wako tu, huwezi pata chance ya kufikia. Huyu Mungu amemweka chini, si kwamba amemsahau, ni ile Mungu amemweka hapo akakufikishia ujumbe. Anapokufikishia ndio aende katika kiwango kingine. Bwana asifiwe. Anakufikishia utamdharau, lakini ataendelea kwa sababu yeye ashafanya kazi yake. Watu wa Mungu pia tunapoombea watu waamini, na tunapoamini tusikie unabii na tuheshimu unabii wa watu wa Mungu. Usiangalie ni nani anakupatia unabii, so long as what is prophesying to you inaendana na neno la Mungu. Bwana asifiwe. Kuna manabii wa uongo, na hata Yesu alijua na akatuambia tujihadhari. Na pia ndio wanajua kusoma Biblia, wanaweza kuhubiri wengine. Bwana asifiwe. Lakini matunda yenyewe yako ndani yao, na hata design watahubiri ni tofauti na watu wa Mungu. So watu wa Mungu tunapoomba, tunapookoka, tunajazwa na Roho Mtakatifu tunapoomba Mungu. Na unapokuwa na Roho Mtakatifu anakusaidia kuelewa na kutofautisha watumishi wa Mungu wa ukweli na wale wa uongo. Kile tunapaswa kufanya ni kuheshimu nabii na kuheshimu watu wa Mungu, kile tunaambiwa, na pia to specify maombi yetu kwa Mungu. Nenda ujue mbele za Mungu, kijua nenda kumuomba jambo fulani, nataka Mungu anitendee jambo fulani. Usiende ukichanganyikiwa. Mungu hataki mtu akuchanganyikiwa. Mungu hataki mtu ambaye Mungu yake huko huko na ingine yuko huko. Unaomba Mungu akupee pesa na bado anafaa na wezi pata pesa kama hujafanya kazi. Anakufungulia mlango ya kazi, unasema hapana, unaachana nayo kwa sababu umetaka pesa. Ni lazima uende step by step. Bwana asifiwe. Unapoomba Mungu pesa, tamtia ni lazima kuna kazi utapata ndio ufikie katika hiyo pesa. Kwa sababu Mungu anataka kikupea kitu ujue kuihandle na ujue kuappreciate. Sasa hivi mimi tuko hapa hivi wapendwa, mtu akitoka huko, ndugu dani, nitoke huko na 1,100 ama 10,000 nikupatie, hiyo pesa hutamaliza nayo wiki moja. Kwa nini? Kama ni 100 utajisikia nimekawia kwenda nyumbani, upande wewe gari uende nyumbani kwanza. Umeenda na shopping, unataka ufurahishe kila mmoja nyumbani, wajue wenyewe umetoka Nairobi. Bwana asifiwe. Na Mungu hataki hiyo. Kuna wengine saizi hata ukipata hiyo pesa utaenda kuoa bibi wa pili. Kuna mama hapa sasa hivi ukipata pesa kama hiyo utaachana na mume wako. Utaona huyu mtu ananiachanga 100 na mimi niko na hii pesa. Mungu hataki hivyo. Na ndio kwa maana unapomuomba anakupea polepole. Bwana asifiwe. Si ya kwamba hajui target yako, lakini anakupea ile ambayo itakuangamiza, ile ambayo unaweza kuhandle. Bwana asifiwe. So tusiogope na tunapomuomba Mungu, tusione asifu amesahau. Tuangalie, jiangalie mpendwa, ni nini ni wapi penye kiatu imekufinya? Ni nini hasa kwa maisha yako unasikia imekushinda kwa maisha? Bwana asifiwe. Ni nini hasa umejaribu kimaisha imeshindikana? Usichoke. Nenda mbele za Mungu siku ya leo, ukamwelezee Mungu wapendwa, ukamwelezee Mungu na jambo fulani, kama vile Ana alimlilia Mungu, akamwambia Mungu, nataka unibariki na mtoto wa kiume. Wewe pia nenda mbele za Mungu, ukamwambia Mungu ya kwamba Mungu wenyewe, nahitaji kazi, nahitaji kufungua biashara yangu. Mungu fungua milango, na unapomaliza kuomba uamini ya kwamba Mungu ametenda. Kesho ukiwa na pesa kidogo, anza nayo. Kama inaweza hiyo biashara, anza nayo hata kama utaanzia chini. Hata kama ni nyanya, anza na nyanya 5, anza nazo wapendwa. Hata kama ni salonist, uko na kijana peke yake. Nimeona mtu ambaye ameanza kunyoa nywele, ameanzia kwa baranda. Bwana asifiwe. Alikuwa na mashini ya kunyoa na ana pesa rent.
Akaanzia kwa alienda kaomba veranda ya mtu, akaanza kunyolea hapo. Kiti ametoa kiti kwa nyumba ameenda nayo. Anaanza kunyolea hapo wapendwa. Bwana sifiwe. Na kwa kwanza kunyolea hapo, baadaye akapata pesa kutoka kwa veranda wenyewe pia ananyolea. Akapata pesa akakodesha room. Wapendwa, huyo mtu ameendelea na kwa saizi kupitia hiyo pesa kuanzia kwa hiyo stati yake kidogo, hiyo ndio imetusomesha. Bwana sifiwe. Hiyo pesa ndio imesomesha mtu kama mimi. Na si mimi peke yangu, kuna wenye imesomesha. Na bado nimefanya kazi ya Mungu kwa sababu walianzia chini. Bwana sifiwe. Aliomba Mungu na akajua yenyewe nimemuomba Mungu, lakini Mungu anasema atabariki kazi ya mikono yako. Mungu atabariki kazi ya mikono yako. Kila ambayo unafanya ndio Mungu atabariki. Wana wa Israeli Mungu anawaambia ya kwamba tokeni Misri na wapeleka Kanaani, shamba ambalo linamiminika na maziwa na hakika maziwa. Kuna chakula asali imejaa, lakini kwa hakika haiko imejaa. Mungu alitaka wafike huko na wakafungua akili zao, kwa sababu ile shamba ilikuwa fertile to be found. Bwana sifiwe. Lile shamba lilikuwa fertile. Shamba la Kanaani lilikuwa fertile. Sasa haijalishi ya kwamba ni biashara gani unataka kufungua, Mungu hataki uangukie tu. Bwana sifiwe. Mungu anataka uanze na kitu kidogo. Anataka maindi yako ifunguke. Vile tumefundishwa asubuhi, maindi yetu inafaa ifunguke. Nipasa wana wa Israeli walipofika huko, Mungu alitarajia wanapofika huko uanze kulima. Na nipasa Mungu abariki uzao wa vilima zao. Bwana sifiwe. Sisi pia Mungu mtumishi wa Mungu anasema unabarikiwa. Haimaanishi ile blessings zinakuja atukae ungoje pesa ikuje umwagiwe. Ungoje fulani akupigie simu akuletee pesa. Anatarajia ukubali hiyo mto na uanze uendelee na kile unafanya na Mungu akibariki. Bwana asifiwe. Haijalishi ni jambo gani umetaka kufanya. Haijalishi ni umediscouragewa aje. Wewe amini Mungu. Nieleze mbele za Mungu, na unapomweleza uanze one by one na utayafanikiwa. Bwana asifiwe. Tuamini Mungu. Tusidharau kile kitu tuko nacho. Wasemanga don't underestimate a humble beginning. Bwana asifiwe. Hiyo humble beginning ina umuhimu. Kwa wale ambao tulikuwa deliverance ikianza, mahali tulikuwa hatukutarajia tunaweza fika mahali hapa. Mahali kama hapa hivi. Bwana asifiwe. Kuna wengine hata tungechoka. Bwana asifiwe. Kwanza hilo wazo ndio lilikuja kwa mtumishi wa Mungu. Karibu aende mpaka nyumbani. Bwana sifiwe. Kwa sababu walikuwa wanaona ni kama ni jambo limefika mwisho, amefika mahali anaona ni kama ni ngumu. Lakini kwa neema ya Mungu na kuamini neno la Mungu na kusikia mawaidha akasikia. Bwana sifiwe. Akaanza na akafungua mahali. Bwana sifiwe. Pale tulikuwa nyuma Motherland, Karumu kanakuwa kadogo, tunasumbuliwa, tungejea vile tuko hivi, tukiwa vile tuko hivi hakuna wengine wangesimama. Bwana sifiwe. Lakini Mungu alijua kuna mahali anawapeleka. Na hapa si mwisho, bado kuna penye anatupeleka. So kama deliverance imetoka huko kwa wale wamekuwa huko, imefika mahali ipo, hakuna jambo haiwezekani kwa maisha yako. So long as ukieleza Mungu na uamini, kile unataka unakijua. Wewe mwenyewe unajua ni jambo gani la kusumbua ndani ya maisha yako. Unajua ni jambo gani unahitaji ufanye kitu fulani. So usitarajie uangukie tu. Tarajia Mungu akilete pole pole. Bwana asifiwe. Usitarajie, tusikuwe watu wa kutarajia miujiza ile pesade zitatuharibu. Na hapo ukisoma katika Biblia, hakuna mtu wa Mungu ambaye aliangukia tu baraka. Ni ile zilikuwa zinakuja pole pole. Ukiangalia Abraham ambaye baba wetu hakuwa na watoto, Mungu anamtoa katika shamba katika penye amezoea kwao, anamleta katika Kanaani. Bwana asifiwe. Anapomleta huku, anapomleta katika shamba, anamwambia ya kwamba anamtoa nje, anamwambia angalia juu, kama vile unavyoona hizo nyota ndivyo uzao wako utakuwa. Bwana asifiwe. Na Mungu anamwambia hivyo, anaambia mtu ambaye ni miaka 50 kuendelea, anamwambia ya kwamba vile unaona hizo nyota ndivyo watoto wako watakuwa. Huyu mtu hana mtoto, lakini Mungu anamwambia utakuwa na watoto wengi. Bwana asifiwe. I'll make you to be a father of the nation. Na huyu anamwambia hivyo, hana mtoto hata mmoja.
alisikia na akaamini na akaiheshimu. Bwana asifiwe. Baadaye akapata Isaac. Kupata Isaac hakusema sasa Isaac peke yake ndio nimepata, na Mungu aliniahidi kuwa nitakuwa na watoto wengine, nitakuwa na watoto wengi. Bwana asifiwe. Na kutoka kwa Isaac akakuja kazaa Jacob na Esau. Bwana asifiwe. Kutoka kwa Isaac kuzaa Jacob na Esau, Jacob akakuja kazaa wakina Joseph, na kutokea kwa Joseph wengine bado wakazaliwa. Ndiposa tunakuja sasa sisi pia tukaokolewa kwa roho, kwa neema, na tumefanyika kuwa wana wa Abrahamu. Bwana asifiwe. Ambapo Mungu hatendi, unapoomba Mungu kitu hawezi itenda mara moja, anaileta polepole. Unapoizoea ndio uizoee na kuwe na umaarufu ya kuishikilia. Bwana asifiwe. Wapendwa, kile nawaambia, tunapomaliza na kwenda mbele za Mungu, wewe angalia kwa roho yako nini na kusumbua na nini unataka, na unapokielewa elezea Mungu na Mungu atatenda. Bwana asifiwe. Ni hayo, na Mungu akawabariki. Ni jambo nipiro yeye asilo liweza. Kweli ni jambo, kweli nipiro yeye asilo liweza. Niseme itaje. Kweli ni jambo nipiro yeye asilo liweza. Bwana Yesu asifiwe. Kweli ni jambo gani Bwana asiloliweza? Yote yanawezekana. Bwana asifiwe. Neno la Bwana tumepata siku ya leo. Identify your request or your prayer or your need. Ujue ya kwamba Mungu wakati Elisha ametumwa kwa huyu mama, alimwambia ni nini uko nacho. Mungu anahitaji mtumikie na kile uko nacho. Bwana asifiwe. Tuko pamoja kweli, kanisa la Mungu? Na wakati ambapo Elijah, Mungu anatuma Elisha kwa huyo mwanamke, alijua. Wakati Elijah anatuma pia kwenda kuhubiri Injili, Mungu alijua. Mungu anapotuma mtumishi wa Mungu kwako, anakupa vitu ambazo utamshughulikia. Amen. Amehubiri pale, nimeangalia kutoka historia haraka sana from Genesis to Revelation. Watu wawili ndio tunajua kazi zao. Amos alikuwa mkulima na Paul alikuwa tent maker. Wengine akina Petro wakiitwa waliambiwa wacha kuvua samaki, nimekufanya kuwa mvuvi wa watu. Na akawaambia ya kwamba enendeni popote mtakapopokelewa, nyumba yoyote mtakaopewa chakula, kuleni hapo. Kuleni hapo. Maisha yetu ya watumishi wa Mungu yako kwako. Bwana asifiwe. Amen. Hata wakati mwingi tukifanya kazi tunafanya ndio, lakini investment yetu, shamba letu, maisha yetu yako hapa. Na unajua kwa nini mtumishi anakuwa maskini? Wakati uko maskini niko maskini mbaya hata kukuliko. Bwana asifiwe. Yes. Na kama uko na utajiri Mungu amekubariki na utumikie utajiri wako, hiyo inakuanga ole wako. Kwa sababu napokuombea hapa madhabahu, nimepewa neema yako kutabiri mema kwako, uinuliwe, ubarikiwe, uwe kazi kubwa. Na wewe when you give, hapo ndipo unasema asante kwa Mungu, watumishi wa Mungu waendelee kukaa. Hapo ndipo alimwambia uko na nini? Elisha akaambiwa ya kwamba niko na kaunga kidogo tu natengenezea mtoto wako tule na kunywa na kukufa tu. Elisha akamwambia nitengenezee kwanza, mimi ndio niko na hatari kubwa. Alipomtengenezea yule mama alikufa. God needs us to use, tutumie kile tulicho nacho kichache. Mungu anahitaji tukapate kuspecify maombi yetu nataka nini. Kwa hivyo haya mambo yote wacha Bwana akatubariki. Na katika moyo wako kulingana na mahubiri ya siku ya leo, ni jambo gani limekuwa ngumu kwako?
Ni jambo gani unataka kwa Bwana? Ni jambo gani utaweza specify? Uache mengine. Kama mimi nimepata mawili, tamwambia Mungu saa hii ndio tumalize. Leo hatutaki kuweka vyombo. Wewe inamisha kichwa yako tu. Kwa dakika moja mwambie Mungu jambo lile ambalo unataka specific kwake, naye atatenda. In the name of Jesus. Baba, asante kwa sababu ya lile jambo watu wako wametaja mbele zako. Asante kwa maana Mungu unasikia maombi na unajibu maombi. Naamini kwamba utatea mtu na ajue ya kwamba katika ile ombi ameomba siku ya leo umetenda. Baba Mungu, wewe ndiye baba yetu, hatuna mwingine tena. Wewe ndiye wakulilia, hatuna Mungu mwingine tena. Haya mahitaji tu Bwana kwa siku ya leo, kwa uchache wetu, maana wewe Bwana uokoi kwa wingi, unaokoa kwa wachache wanakutumainia. Tenda jambo jipya. Pokea sifa na utukufu kwa maana umetenda. Bariki neno lako, bariki mhubiri wa siku ya leo. Wabariki wahubiri wote watakaoandamana kuhubiri katika madhabahu. Wainue, waandae, na wote wamesikia ujumbe huu katika mitandao. Wabariki, watendee, wabadilishe mahitaji yao. Uyasikie Bwana. Pokea sifa na utukufu kwa maana ni Mungu. Na yeyote amegharamika kwa ajili ya huduma hii, hata kuwafikishia ujumbe wengine, Baba, mkumbuke Baba. Asante kwa maana utatenda, kwa jina safi la Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Amen. Tupigie Yesu makofi sana. Asante.